Shabalala mimi ni rafiki yangu, ni mshikaji wangu sana, ni jamaa yangu, na mimi leo nimekuja kumtizama Shabalala. Pamoja na kwamba nimekuja kama mdau wa soka, lakini nimekuja kumtizama Shabalala. Leo Shabalala ameandika rekodi nyingine ya kuvunja rekodi kuwa mchezaji mmoja wa wachezaji ambao wamecheza group stage nyingi. Hii ni rekodi, amefuzu kwenye group stage ya mara ya 7 katika maisha yake. Ni jambo la kumpigia makofi, lakini kwa mara ya kwanza akiwa na Costa Yanga, juzi kuna Morizuka yeye amekuwa ni man of the bench. Leo kwa mara ya kwanza alipata dakika 90. Amecheza kwa dakika zote 90. Maana yake leo ameaminiwa, nadhani kwa sababu ya uwezo wake na experience kwenye mashindano haya, lakini pia kuna hatua kama hizi Shabalala amekuwa ni mtu ambaye ana uzoefu. Umeona ukomavu alionao kwenye kutulia, kuanzisha mashambulizi, kwenye kukaba, ni tofauti na wachezaji wengine ambao wangepata nafasi zaidi yake. Kwa hiyo mimi Shabalala ni mshikaji wangu, ninamtakia kila heri huko anakwenda. Simba ni kama kafuzu kwenye makundi. Na Simba bado pia wamefuzu. Simba bado hajafuzu. Ni kama kwa sababu goli 3 ni nyingi sana. Yes, Simba hajafuzu. Unatamani labda kukutana na Yanga kwenye hatua ya makundi? Sisi kokote tunatamani kukutana na Yanga kwa sababu kwa mpira huu Yanga hana mpira wa kutisha mtu. Mwezi ujao, mwezi wa 11, kama sio mwezi wa 12, tutakutana na Yanga kwenye mechi ya ligi kuu. Na leo nimekuja kumuona nione udhaifu wake na ubora wake uko wapi. Kwa hiyo sisi tunakwenda kufuzu kesho. Pamoja na kwamba wamefuzu kwenda kwenye group stage, lakini wameondoka hawana furaha kwa sababu mpira umeocheza ni wa kiwango cha chini. Hawa Simba United ni timu ndogo. Angalieni, ingeni Google mtafuta wapi kwenye ramani ya mpira wa Afrika Silver Striker iko wapi? Hawa Yanga wameshinda timu ndogo, wametoa timu ndogo kwa kuingiza watu bure. Dr. Mohamed, yes. Nyinyi ni watu ambao mnafuatilia mpira. Ndio. Si mara ya kwanza timu kubwa kupigwa na timu ndogo. Pengine labda mchezo wa leo kulingana jinsi ambavyo umetazama, uliweka katika mizania Yanga kutoka na magoli mengi pekee, ama hiki hapa kimetokea ni sehemu ya mchezo pia? Mimi nilikuwa natarajia Yanga anaweza kafungwa au akashinda vyovyote kwa sababu Silver Striker nao ni timu bora. Leo ukiangalia mwalimu Patrick Mabeda amekuja na approach nzuri ya kumzuia Uchizi Vunga asicheze mpira ambao alicheza mechi ya kwanza. Ukimwangalia Uchizi Vunga eneo alocheza la kiungo hakuwa na athari kubwa kwa sababu ndio mtu ambaye klabu ya Yanga wamemfanyia homework kubwa kumzuia asicheze mpira ambao ameuzoea ili kuifanya eneo la kiungo kuwa hai kwa upande wao. Na ndio maana eneo ambako anahudumu Mudasiru Yahaya, Duke Abuya lilikuwa bora sana kwenye eneo la kiungo leo. Ingawa second half walidominate mchezo kwenye eneo la kiungo pamoja na eneo la defense. Defense huko ilikuwa imerelax. Ni vile tu uwezo binafsi wa Pacome Zouzoua pamoja na Dickson Job ndio umeamua mechi leo. Otherwise tukiangalia Yanga kama imecheza kitimu, leo haikuwa hajacheza kitimu kabisa. Imecheza individualism. Ni uwezo binafsi ndio umeamua matokeo ya leo. Lakini sio ile collective factor kwamba timu manake timu unaijenga kuanzia nyuma, kuja katikati, kuja mbele na kupata ushindi, hapana. Na ndio maana leo umeona kelele nyingi za mashabiki, wanapiga kelele wamtoe Dube, wanapiga kelele wamtoe Zouzoua. Pacome aliomba sababu kama mnakumbuka. Mwalimu akaanza kumtoa kwa sababu ndio alikuwa ni mchezaji mwenyewe ambaye mtumainiwa wa Costa Yanga. Kama angetoka maana yake wale jamaa wanaweza kukulisha goli. Lakini unaona mchezaji kama Mudasiru Yahaya hajamaliza mchezo. Amepata ile tunasema muscle fatigue, amepata muscle cramp, amepata msuri, ameweza kuba sababu akatoka nje. Kwa leo kama Prince Dube angekuwa ni mshambuliaji hatari kama tunao sisi Simba, maana yake hawa kuna piga bao 7 leo. Nafasi amekosa Dube ni nafasi 4 za wazi ambazo mchezaji kama Selemani Mwalimu, Jonathan Soa zote anaweka kamba hizo. Pengine Dr. unahisi nini kinamsibu sana Prince Dube na mshauri aendelee, ni bora angebaki kule kwenye kanisa akaendelea kuomba. Wakati amesajiliwa na Yanga tulimwona kanisani anaombewa na wachungaji. Ni bora angebakia kule. Lakini alivyogeuka kaenda kwenye mila zingine akapewa masharti ya kunyoa kipara, ndio hapo amepotea. Amenyoa kipara kwa masharti ya mganga, kwa amepotea kabisa. Ni bora angebakia kanisani kule ambako kwa anaombewa dua na anafanya vizuri. Lakini sasa hizi unaona yeye na goalkeeper, goli halina mtu, anapiga juu. Leo Yanga unaona hapa kama leo sijafuzu hapa ingekuwa hatari. Unaona vizuri? Watu wangeataki sana, lakini unaona Prince Dube nafasi 4 za wazi anakosa. Ambazo mtu kama Jonathan Soa hizo nafasi hakosi. Mtu kama Selemani Mwalimu hakosi hizo nafasi. Sawa, Dr. Leo wananchi wamejaza uwanja bwana. Mambo yalikuwa ni mengi, mliwabeza sana, lakini tuzungumzie hii bure ambayo Young Africans waliondoka nayo na imewapa matokeo. Mimi binafsi kama mdau wa soka siafiki mpira wa bure. Natamani mashabiki hawa ambao wamejaa leo hapa wa Yanga Afrika wageuke kuwa mtaji kwa klabu yao. Waichangie klabu yao.
watoe pesa kuilipa klabu ya Yanga ili isajili wachezaji wazuri, iboreshe kikosi, itoe bonus kwa wachezaji na ilipe mishahara. Fikiria leo watu hao wote wangelipa shilingi 5,000, maana yake Yanga ingepata pesa nyingi. Mimi binafsi sitamani kuona watu wanaendekeza vya bure. Ndugu yangu Ligodi Yanga juzi nikamsikia anaomba paka pilau, anaomba supu, anaomba ubwabwa, mechi kisha JSM ampe paka pilau. Sio jambo jema. Kazi ya shabiki duniani ni kusupport klabu yako kwa pesa. Maana yake ulipe kiingilio klabu yako